Umekubaliana nayo? Sijakubaliana nayo, mtoto wangu ana kilo 2 mimi. Mimi sijakubali chochote. Na kwa nini alimpa mtu mwingine mtoto wetu akamnyonyesha fulani anasema na mtoto wetu? Hapa ni nje ya ofisi za jeshi la polisi katika wilaya ya Arusha mjini, ambapo majibu ya sampuli za vinasaba yaliochukuliwa kwa watoto watatu, akiwemo mtoto wa Neema Kilugala ambaye awali alimlalamikia na kusema kwamba alibadilishwa kati alipozaliwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru, yametoka hapa, na inaelezwa kwamba baada ya vipimo kufanyika kupitia kwa mtoto pamoja na mama Neema, inaelezwa kwamba kumekuwa na uwiano sawa wa 99.99 ikilinganishwa kwamba Neema ni mama mzazi wa yule mtoto ambaye awali alimkataa baada ya kuelezwa kwamba alikuwa na changamoto na kisha baadaye kufariki dunia. Wanatuambia mtoto alokufa ndo mtoto wetu ambaye mwenye kilo 2.285. Umekubaliana nayo? Sijakubaliana nayo, mtoto wangu ana kilo 2 mimi. Ana amesoma kote pale, watu wote walikuwepo pale. Walikuwa watu wangapi? Tulikuwa madaktari wakuu wa Mount Meru, polisi, watu wengi tu tulikuwepo pale. Alopimwa DNA zilienda 3. Wanasema mtoto mwenye kilo 2 eti ndo wa kwetu. Mimi sijakubali. Hujakubali? Mimi sijakubali. Kwa nini unadhani wamefanya hivi? Mimi sijui, lakini atakuwaje mtoto mwenye kilo 2 ndo wa kwetu? Mimi sijakubali. Mimi sijakubali chochote. Na kwa nini alimpa mtu mwingine mtoto wetu akamnyonyesha fulani anasema na mtoto wetu? Mimi hapana, mimi sijakubali chochote. Mtoto wetu anaonyesha kilo mpaka kwenye ultrasound. Huyo sio kwetu jamani, serikali tufanyie sana, Mama Samia. Huyo mtoto mwenye kilo 2 sio kwetu jamani, kwa nini anatufanyia hivi? Basi ni mtoto. DNA irudiwe tafadhali. Mimi naomba Mama Samia Suluhu Hassan achukue DNA ya watoto wote waliozaliwa hiyo siku, kwa sababu huyo mtoto mwenye kilo 2 sio kwetu. Mimi kwa majina ninaitwa George Onyango Daniel, ni afisa sheria kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, ambaye niko hapa Arusha kwenye kampeni ya Mama Samia Legal Aid, ambayo ni msaada wa kisheria kwa wananchi wote. Huu msaada unatoka bure. Tulipokea malalamiko ambayo ilikuwa inahusu mama mmoja ambaye alikuwa analalamika kwamba wakati wa kujifungua katika hospitali ya Mount Meru alihisi kwamba mtoto wake alibadilishwa kwenda kwa mama mwingine. Baada ya kupokea majibu, na kwa sababu pande zote walikuwepo pale, ina maana ni swala la kama kuna mtu, haya ndio majibu kwa sasa. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye hatoridhika, bado ana fursa, sawa, anaweza kwenda mahakamani kufungua shauri, sawa, na mahakama inaweza ikaorder tena kama hajaridhika nayo majibu, upimaji aidha ukafanyika tena upya. Unaona? Yes. Nyie ni mawakili na mmekuwa kwa karibu mkiwa mnafuatilia hili, na mama wa mtoto amesema kwamba hajaridhika na majibu. Nyie mtakuwa tayari, labda endapo watakubali kwenda mahakamani, mtakubali kuwasaidia kisheria? Labda kama atakuwa amesema sehemu nyingine, lakini walipokuwa mle ndani, msemaji wa upande wao alisema kwamba wanaenda kukaa kuyatafakari haya majibu, alafu watatoa majibu baadaye. Kama endapo watatoa majibu kwamba wajaridhika na wanataka kwenda mbele na wakatuomba msaada wa kisheria, sisi kazi yetu ni kusaidia kutoa msaada wa kisheria kwa mwananchi yote anayehitaji, na hatuchoki. Kwa hiyo kama watakuja kuomba, tutampa msaada kama anakidhi vigezo vya kupewa msaada. Ndio. Majibu yametoka. Yule mtoto ambaye alilalamikiwa, yule ambaye bahati mbaya ni marehemu, matokeo yameonyesha kwamba kuna uhusiano mkubwa wa 99.99 na yule mama aliyelalamika kwamba yule mtoto ni wa kwake. Ndio. Jina langu ni Jenny Barakulidiza, ni makamu wa rais wa Chama cha Wauguzi Tanzania. Malalamiko makubwa yalikuwa ni kuanzia kwa wauguzi, kwa maana ya kwamba kwanza kwenye tagi mtoto hakuwa na tagi, lakini kingine inaelezwa kwamba vitenge vilibadilishwa pia. Hilo siwezi kulisemea kwa sababu
kama tulivyosema kwamba Chama cha Uuguzi Tanzania ni chama cha kitaaluma, tunafanya shughuli zote kwa kuzingatia taaluma zetu. Na so far uuguzi ni science. Kwa hiyo sisi tunakubali kwenye majibu ya sayansi ambayo yametolewa. Kwa hiyo hakufanya makosa yoyote yule Glory? Gloria, sisi kama chama tumeanza shughuli yetu leo na bado tunaendelea kufuatilia jambo hili. Kwa hiyo hatujafika mwisho.